أحباب رسول الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلقد فاز المتقون مصداق قوله تعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وفي سورة آخر: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Ndugu Waislamu vipenzi, wafuasi wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kwangu mimi na wewe ni kuregesha shukrani za dhati zinazotoka katika nyoyo zetu kama Waislamu ama kama waumini wa haki, kuregesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoka katika kifo kidogo, kifo ambacho mwanadamu anapoweka kichwa chake katika firashi yake anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala: bismika Allahumma amutu wa ahya. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kakabidhi roho za wanadamu na kupambaukiwa na usubuhi, wewe na mimi, Allah karegesha roho kama hizi, na wewe ukawa ni katika mmoja ambaye wa kumwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala: alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ndugu Waislamu, hii yaonyesha tayari ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtendaji wa mambo, ndiye muondoshaji kiumbe, na ndiye mwenye kumweka kiumbe katika dunia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kukuchagua tena ya kwamba wewe umerudi katika uhai huu wa dunia, hakukuregesha isipokuwa ni kuja kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale yanayofaa kutekelezwa na kuyaacha yanayofaa kuachwa. Ndugu Muislamu, mubashara moja kwa moja tunakimbilia katika khutba kwa sababu ya wakati unakuwa mfupi. Ama khutba yangu ya leo, ndugu Muislamu, tutalizungumzia donda au gonjwa ambalo leo katika ulimwengu huu wa Allah subhanahu wa ta'ala limekuwa ni donda sugu na limekuwa ni suala nyeti kwa wanadamu hawa walioko katika ulimwengu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni donda gani au ni ugonjwa gani ambao kwamba limekuwa ni donda ambalo halina dawa wala halitapata dawa, kwa sababu wanaofanya maradhi kama haya bado hawajatambua thamani ya hawa watu ambao wanaowafanyia magonjwa kama haya. Ndugu Muislamu, gonjwa kama hili ni pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'an: baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughannaka 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kutuleta katika dunia hii yake akafungamanisha tendo la tauhidi, akalifungamanisha hukumu ya tauhidi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake yote. Lakini hakuna jambo alilofanya zito zaidi baada ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, akaliweka birrul walidaini juu ya watoto kuwafanyia wazazi wao. Sasa utakuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaweka amri ya tauhidi kwanza. Baada ya kuweka amri ya tauhidi kwamba msimuabudu yoyote asiyekuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya ibada kama hii, na wazazi wawili muwatendee wema. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu akasema: wa qala rabbuka, kasha hukumu Allah subhanahu wa ta'ala, kashapitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alla ta'budu illa iyyahu, musimuabudu mola yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musimuabudu Mungu ambaye hatakuwa na msimamo wa Mungu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ndiye Allah subhanahu wa ta'ala.
wabilwalidaini ihsana, na kwa wazazi wawili, mama na baba, ambaye alikuwa ndiyo sababu alikusababishia wewe kupatikana katika dunia hii, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutia taufiki kati ya mamako na babako kukutana na ukaletwa wewe mtoto katika dunia hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wabilwalidaini ihsana, na wazazi hawa wawili watendewe wema. Ndugu Waislamu, ni wema gani wanaotaka wazazi wetu wawili watendewe? Ama kama mtoto ambaye uko katika dunia hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lipi utakalowafanyia wazazi wako ili wazazi wako nao waridhike kwa ile hali ambayo kwamba imepitia kwako wewe? Sababu wewe ulipozaliwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakuweka katika kizazi cha mama yako, likapitia tendo la ndoa kati ya mamako na baba yako, ukakaa katika kizazi kama hiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum, tukamjalia huyu mwanadamu katika kizazi kilichotulia kabisa, kizazi ambacho hiki ni kizazi cha mama yako. Ndugu Muislamu, mama kama huyu kateseka, kasumbuka, akala vitu ambazo kwamba lao wakati huu utamwambia ale kitamshinda mama kama huyu, lakini alikubali kwa kukubeba wewe mtoto wake, akakubali kula chakula ambacho kwamba wakati huu lao atapewa mama kama huyu atakikataa, lakini anatuma wema kwa mzazi, kwa mtoto kama yule, bado akiwa katika tumbo lake mpaka kuja katika ulimwengu huu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ulipokuwa katika tumbo la mama yako, ndugu Muislam, ukaletwa katika dunia hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mama kakulelea, kakusomesha, kakufikisha mahala ulipofika, tambua kuna wema ni lazima uregeshe wema kama ule kumregeshea mzazi wako, na hutaweza kulipa wema wote, lakini ni lazima utambue ya kwamba kuna ihsanan juu ya wazazi wako kama mtoto. Hal ta'lamu anna aljannata fi baytik? Ewe mwanadamu, ama wewe ndugu yangu Muislam, je, unajua kwamba anna aljannata fi baytik, kwamba pepo iko katika nyumba yako? Ndugu yangu Muislam, mtoto ambaye umri wako ni kama umri wangu, ama mtoto ambaye umri wako ni mdogo, bado uko katika sheria ya wazazi, unajua kwamba kuna pepo katika nyumba yako? Wanaru dakhilu baitik, na moto pia uko ndani ya nyumba yako. Ndugu Muislam, tambua kama mtoto ambaye umepitia kwa wazazi, jua ya kwamba kuna pepo ndani ya nyumba yako, kuna na moto ndani ya nyumba yako. Ni ipi pepo na ni upi moto? Naam, innahu alwalidu walwalidatu, hiyo pepo ni mama yako na baba yako, huo moto ni mama yako na baba yako. Itakuwa pepo kwako wewe utakapokuwa tambua kwamba ni wazazi wako, ukawalelea kama namna walivyokulelea wewe ukiwa mdogo. Ndipo pale unapoiomba dua ukisema, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Mola, rabbirhamhuma, wa rabbi walelee ama warehemu hawa wazazi wangu wawili kama namna walivyonilelea mimi nikiwa mdogo. Sasa hii dua unawaombea wazazi wako baada ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupatia neema ya wazazi. Sasa tambua, alwalidun walwalidatu ni pepo kwako wewe na ni moto kwako wewe, ndugu Muislamu. Utakapokuwatendea wema, ukatambua kwamba huyu ni mzazi wangu aliyenilelea, ukatambua huyu ndiye mzazi aliyenizaa, sasa tambua nyumba kama ile itakuwa ni pepo kwako wewe. Na lao wazazi hawa utawatendea uovu, usitambue kwamba ni wazazi wako, wewe tambua annaru fi baitika, moto uko ndani ya nyumba yako. Qala alulama, qala alhabib almustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asema, alwalidun awsatu abwabul janna, alwalidun awsatu abwabul janna, wazazi wako wawili, alwalidun, wazazi wako wawili, awsatu abwabul janna, wako katikati ya milango ya pepo.
Wewe mtoto wa ndugu yangu Muislamu ambaye unaishi katika dunia hii, uko na nafasi ya wazazi wako wako hai, tambua katikati ya pepo kuna mlango, awsatu abwabul janna, fahfadhil baita, hifadhi nyumba yako, in shi'ta, ukitaka nyumba kama hiyo. Ihifadhi nyumba yako, heshimu wazazi wako, wawekee huruma wazazi wako ukitaka nyumba kama hiyo. Au dhayyi, au ipoteze nyumba kama hii, wadharau wazazi wako, wakejeli wazazi wako, watupe wazazi wako, tambua utaikosa nyumba ambayo kwamba abwabul janna, milango ambao uko katikati ya pepo na wazazi wako wawili. Qala al-ulama, wanasema wanazuoni, min abwabil janna, katika hii milango ya pepo, babun, kuna mlango alwalidun au alwalidain. Katika hii ni pepo, kuna mlango umeekwa special kwamba huo ni mlango watapita walowekea heshima wazazi wao wakawatendea wema. Alwalidun au alwalidain, mzazi wako ima ni mzazi mmoja aliyekuwa hai ukamtendea wema, au ni wazazi wawili uliowapata wakiwa hai ukawatendea wema. Sasa tambua kuna mlango utaupita wewe ndugu Muislamu, ili iwe ndiyo sababu ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha albab, na mlango kama huno, kad yud'a unasun alayhi, wataitwa watu katika mlango huu yaum alqiyama, siku ya yaum alqiyama, anidkhulu min hadha albab, enyi waja ingieni kupitia mlango huno. Kuna watu wataitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wataambiwa enyi waja wa Allah, pitieni katika mlango huu muingie. Ni watu gani wataingia? Fayadkhuluna aljanna, wataingia peponi, min tariqi hadha albab, kwa barabara ya mlango huu. Mlango ulioko katika pepo, watoto waliowatendea wazazi wao wema, watoto waliotambua thamani ya wazazi wao, kuna mlango umeekwa. Mlango kama huu wataitwa yaumul qiyama na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakiambiwa udkhulu, ingieni kwa mlango huu, min hadha tariq, min hadhihi tariq, kwa njia hii ambayo kwamba inayofaa. Kwa hivyo watapita katika mlango huu moja kwa moja, na watu kama hawa watapita ni wale watii wazazi wao. Ndugu Waislamu, walakin ya tura man hum haula'i alladhina yadkhuluna min hadha albab, je, unajua ni kina nani wataingia kwa mlango huu? Allah atawaita yaum alqiyama kwamba ingieni kwa mlango huu. Ni kina nani hawa wataingia ndugu Waislamu? Innahum ahlul birri alwalidain, hawa ni wale watendea wema wazazi wao wawili. Innahu babun dakhilul buyut, huo ni mlango ulioko ndani ya nyumba yake. Walakinna akthara an-nas, lakini wengi katika watu la yashuruna bidhalika, hawalijui hilo. Ndugu Waislamu, leo tumepata bahati ya kwamba tuna wazazi wetu wako hai, wazazi wetu bado wamefikiwa na uzee. Wewe tafuta nafasi ya kuingia peponi kupitia mlango huu, kwa sababu ni mlango ambao mzito. Allah subhanahu wa ta'ala kafungamanisha tauhidi yake na pamoja na birrul walidaini kupitia mlango kama huu wa pepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, ni jambo gani leo linatosababisha sisi kuwa vita kati yetu sisi watoto na wazazi wetu? Ndugu Waislamu, kuna jambo ambalo linajitokeza kwa kasi sana na limekuwa ndio donda lilioko ndani ya majumba yetu. Wazazi wetu hawana salama kwa donda kama hili, wazazi wetu hawana furaha kwa donda kama hili. Ni donda gani ndugu Waislamu? Ni donda ambalo ni mwanadamu anapokuwa ima ni mwanamume au ni mwanamke aliyepata bahati ya kuoa au kaolewa, akadharau wazazi wake wawili. Hapa mahala kunapatikana mazito kati ya wazazi na watoto wao. Leo barobaro akifikia umri ya kwamba amepata bibi, yuko tayari kumwambia bibi yake, mama yangu au baba yangu wacha apotele mbali, kiwa takufa afile mbali. Na ama ikiwa ni mke, yuko tayari kumwambia bwanake kwamba mama yangu asikutie stress bwana, usiitie stress katika haya.
mimi na wewe tutataka kula hanimuni, kwa nini unatia stress na mama yangu? Wachana naye, ambapo kwamba ni donda zito lilosimama katika majumba ya Waislamu. Sheikhun kabir, sheikh mzee ambaye ni mkubwa, ambao hawa ni watu waliozungumza maneno kama haya kuonesha kwamba mke anaweza kusababisha kumtoa mama yake katika nyumba, au mume akasababisha kumtoa mama yake katika nyumba. Dairatul ajaza, nyumba za wazee. Leo imefika wakati kunajengwa nyumba za wazee wenye kero. Utasikia mtoto anakwambia, mzazi wangu umenichokesha, na muombea Mungu asubuhi nikipambaukiwa wamekufa kwa sababu ya kero la mzazi huyu. Au utamsikia mtu, lao ningelipata nyumba ambayo kwamba naweza kumfungia, niko tayari kwenda kumtupilia mbali, bora mimi nipate furaha ya maisha yangu mimi na mke wangu. Sasa imefika wakati dairatun ajaza, kujengwa nyumba za wazee wenye makero. Mzee ambaye amekulelea wewe, kakuzaa, kakupatia malezi mazuri, leo unamwambia mama, mimi ni kero kwangu mimi wewe kunibakilia hapa. Dairatul ajaza, sema sheikhun kabir, mzee mkubwa ama mzee mkongwe, asema tajawazu 70 min al-umr, aliyefikisha miaka 70. Huyu mzee ameishi akafika miaka 70. Asabahu maradhun shadidun, alifikiwa na maradhi makubwa, maradhi mazito yakamfikia yeye mwenyewe, kafika miaka 70. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala kampatia maradhi mazito ambayo ni maradhi ya kuwatia dhiki watoto, kiasi cha kwamba mtoto amefika wakati kukwambia nitolea mzazi wako. Alipopata na maradhi kama haya, qalat zawja, akasema mke. Sasa wanawake hao akasema nini? Al-ibn al-akbar, akasema mke kumwambia mtoto wake wa kiume mkubwa, akamwambia neno gani? Ana ala washakin wilada, mimi nasikia tafashi ya mzazi wako. Ana ala washakin wilada, mimi niko katika mazazi sahihi, mimi niko katika mazazi. Wa waliduka daiman amami, na mama yako au baba yako kila wakati humuona mbele yangu, hunitia dhiki huyu. Na wanawake hufika kiwango hiko, anapopata ujauzito, jambo la kwanza utukivu huja kwa utukivu wa wazazi wako. Sasa wewe kama mwanamume ni lazima usimame na msimamo wa dini ya kwamba huyu ni mzazi wangu, hatofanana na wewe. Huyu ni baba yangu, siwezi kumfananisha na wewe, na huyu alinizaa ndio wewe ukanipata mimi. Sasa angalia, mzazi mwanamke anasema ala, kwamba mimi ala washakil wilada, niko karibu na kuzaa. Wa waliduka, na mzazi wako daiman amami, siku zote mimi namuona mbele yangu, umenitia dhiki hu babako na mamako. Kila nikionuka unamuona babako na mamako kwa mbele, mimi niko katika mazazi, stress za babako zimenimaliza. Akasema nini? Turidu hadhihi zawja, anataka huyu mke halla min al-ab al-kabir, halla li hadha al-ab al-kabir, kwamba awekwe kando na ule mzee, atolewe katika ile nyumba. Fatasala al-akh al-kabir, akachukua simu huyu mtoto mkubwa ambaye akapiga simu kumpigia simu ndugu yake ala man tahtahu, aliyoko chini yake kiumri. Akampigia ndugu yake simu akimwambia ala man tahtahu fawafaqa, wakafikiana ala an yadhhaba bihi, wakafikiana ndugu mkubwa na ndugu mdogo, twende na baba yetu pamoja. Waende wapi? Ila dari la ajaza, katika nyumba ya wazee. Kijana wa kiume ampigia simu ndugu yake mdogo, amwambia baba yangu umekuwa ni kero, mke wangu hana raha, mimba huilelea kwa dhiki, stress nyingi, kwa hivyo njoo tuafikiane, huyu baba tumpeleke katika nyumba ya wazee. Walipoitana, akhadha ma'ahum walidahu, wakamchukua baba kama yule pamoja. Huwa la yadri, yeye mwenyewe baba hajui, aina sayadhhabu, mnaenda na mimi wapi jamaa?
Baba amechukuliwa na mtoto wake mkubwa na mtoto wake mdogo, wanaelekea katika Darul Ajaz. Baba anawauliza, aina sayadhhab, wanangu munaenda kunipeleka wapi nyinyi? Mbona mumenichukua mimi ni mgonjwa, mimi hali yangu ya uzee umefika, munanielekeza wapi? Qalu, wakasema wale watoto wawili, satadhhabu, tunaenda na wewe, satadhhabu bika ila almustashfa, tunakwenda na wewe mpaka hospitali. Angalia watoto mwanzo wanazungumza urongo hapa. Baba mgonjwa, baba mzee, baba amekuwa mkongwe, baba anawauliza watoto wangu munanipeleka wapi, mimi ni mgonjwa, mimi nimelemewa na uzee, munanielekeza wapi? Watoto wawili wanamwambia, satadhhabu bika ila almustashfa, tunakwenda na wewe kukupeleka hospitali upate matibabu baba yetu. Baba hakushindana kwa sababu atarajia mimi ni mzee, naenda kupelekwa katika mustashfiati nifanyiwe matibabu, niwe na siha nzuri, niwe na afya nzuri, ili na mimi nipate kuishi na watoto wangu. Baba akaenda na watoto kama hawa, kay yar'aunaka hunaka wa fi'lan, ili wapate kwamba wale baba yao wametoka nao kwenda na hospitali, wapate kufanya nini? Yar'aunaka hunaka fi'lan, kweli dhahabu, walienda watu kama hawa bihi na huyo baba yao, lakini ila Daril Ajaza. Lugha ilitumika hospitali, mahali wanapopelekwa si hospitali, anapelekwa nyumba ya wazee, tumechoka naye huyu baba. Ndugu Waislamu, ilipofika hapo, dukhila al-abu, akaingizwa baba mustashfiati hiyo, kafungiwa kirumu chake, kafunguliwa rumu yake mlango, kawekwa ndani ambayo kwamba ni Darul Ajaza. Walam ya'tu lahu illa ba'da ash-shahr, hawakumpitia mzazi kama yule isipokuwa baada ya mwezi mmoja. Wakamdunga ndani, wakamwambia bakia huko, watanipata starehe na mke wangu, nimechoka na kero lako. Watoto wanamdanganya baba yao. Baba ameskini, amefikiria anaenda kupelekwa hospitali, kumbe si hospitali, anakwenda kutiwa ugonjwa mwingine, kapelekwa katika Darul Ajaza kamilan, tena kakamilisha mwezi mmoja. Tawallatil ahzab, huzuni zikatanda kwa baba. Ni baba yule, ni mzazi wako, lile huzuni ikamsimamia. Leo wanangu, nimefikiwa na umri wa uzee, ugonjwa mzito, nimefikiwa na wakati kama huu, watoto wangu nimewauliza munanipeleka wapi, wananijibu urongo, wananiambia tunakupeleka hospitali baba. Leo hospitali liloletwa ni hili, nikatiwa katika Darul Ajaza, akadungwa mahali kwa pale, huzuni ikamsimamia. Na ndio ukakuta wazazi tunawafanyia, tumewatia pressure, tumewatia sukari, tumewatia maradhi, kila sampuli ya maradhi, lakini ukwambia nimfanyeje, ni mwanangu, nimfanyeje? Sasa kite cha uzazi, shafaka, kite kimemsimamia baba, asema tawallatil ahzan, huzuni zimetanda kwangu mimi baba. Wadam'uhu al-aynan, na macho yake yanatiririka machozi. Wewe una salama mtoto kweli? Baba analia, amekaa katika kibanda, huzuni imemsimamia, kisa na machozi yanamtiririka. Wanangu wamenifikisha kiwango hiki, wameniweka katika kijumba, mimi mwenyewe taabani kwa ugonjwa, na leo hawakuona huruma, wakaniacha sehemu kama hii. Ndugu Waislamu, angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ghadhiba rabb, Allah kakasirika na tendo kama hili. Wewe baba yako anakuuliza mwenda na wapi, wewe unamwambia tunakwenda kukupeleka outing, kisa ukenda kule unamtia baharini, unamtosa. Ama baba yako anakuambia unanielekeza wapi, unamwambia naenda kukupeleka hospitali babangu, ukaenda unamwangalia kindule, unamdunga ndani, kisa wachana naye, wata tule starehe na bibi yangu. Wewe wadhania utapata starehe na mke wako? Hutapata starehe ya maisha, kwa sababu waqala rabbuka, Allah kashasema waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kashahukumu Allah kwamba wewe na wazazi wako wawili hakikisha wema utautenda, na hakuna khiari katika amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, Darul Ajaza imemfikishia kiwango watoto kwenda kuwapeleka wazazi wao katika majumba haya ambayo leo wanawekwa wazazi. Mzazi kama yule anateseka, mzazi kama yule anapata tabu, lakini mtoto anampita baba yake na gari, anampita baba yake na boda, akimwambia muache ateseke. Sasa huu ni wakati wa kidotcom. Ndugu Waislamu, wewe wadhania kuna kheri katika maisha yako yatakupitia? Sikiliza uzito wa mzazi. Ndugu Waislamu,
kiswa cha sahibu Jurayd. Na hii ni wanadamu wakae wafikirie, mzazi ana uzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ni nani anayestahiki kufanyiwa urafiki zaidi? Man ahsanu bihusni sahaba, ni nani anayefaa tumfanyie urafiki zaidi wa karibu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ummuka. Kaulizwa tena thumma man? Ummuka thumma man? Ummuka thumma man? Thumma abuka. Angalia uzito wa mama yako. Kapewa nafasi 3 katika dunia ili utambue thamani ya mzazi wako. Leo kuna watoto wanawatukana wazazi wao wakiwaambia, wewe wacha unafiki wewe. Ama unamwambia mzazi wako, wewe utaniambia nini bwana, wewe mshamba wewe. Yani mama yako amefikiwa kwa mkuliwa mshamba kwa sababu wewe ndio umekuwa mwerevu? Kuna haya wewe mtoto? Unamwambia mama yako kauli kama hii kwa kinywa kipana. Hasikiliza hiki kisa ambacho sahibu Jurayd, bwana Jurayd alipokuwa ni abid, mtu ambaye anafanya ibada katika kibanda chake. Na hapa huwa nikitoa wasia sana, watoto wenzetu wana tabia ya kutoa kauli ya kusema dua ya kuku haimpati mwewe. Tambua hiyo kauli unayomwambia mamako kwamba wewe mama niombea utakaloniombea, mimi hakuna nitakalolifikia isipokuwa lilopangwa na Allah. Lakini Jurayd alikuwa ni abid, mwenye kufanya ibada. Jurayd alipokuwa anafanya ibada, ndugu Muislam, katika kibanda chake kilichokuwa mbali kabisa, walakin akaja mama yake. Wallahi mama zetu wamekuwa wagonjwa, kwa Mungu unatumwa na watoto hawa. Mababa zetu wamekuwa na mapresha na sukari na maradhi ya moyo, kwa Mungu unatumwa na mimi na wewe. Lakini angalia Jurayd, mama alipofika kwa Jurayd, Jurayd amefunga swala, kuswali swala ya sunna. Alipofunga swala kama hii, Jurayd, mama amesimama akamuita ya Jurayd, ama kumuita ya ibni, ya waladi, ewe mtoto wangu wa kiume, ewe Jurayd. Jurayd akajiuliza katika swala, as-salati am ummi, swala niendelee nayo au nimsikilize mamangu nimjibu? Uko kwenye swala, hafanyi upumbavu wa dunia, hafanyi anasa za dunia, lakini anajiuliza mamangu au niendelee na swala? Jurayd katika mawazo yake na hukumu yake akahukumu, wacha nimaliza swala nimuitikie mamangu, baadaye nimwambie kiswali. Mama akaondoka na hasira baya sana. Akaondoka katika ile sehemu aliyokuwa mtoto wake, akamwambia Jurayd, na insha Allah hutatoka katika dunia hii mpaka upate fedheha. Na wazazi wetu tuambie madua kama haya, wewe insha Allah nenda katika barabara, Mungu takujalia upate semitrela ikusage hata maiti yako usipate. Kisa na wewe unaambia mamako omba na lingine basi. Yani wewe ni mtoto na mama yako bado, mama hilo la nini, naombea Mungu asante ndio nikapelekwe mahali usinione kabisa. Lakini hata habari. Sasa Jurayd ajiuliza, swala yangu mama yangu, akamaliza swala yake. Alipomaliza, ndugu Waislamu, dua ya mama sasa hiyo maneno yetu tunayonena, dua ya mwewe haimpati kuku, haisikilize dua ya mwewe. Sasa Jurayd alipomaliza swala, mama kashaondoka na hasira. Na wazazi wetu wamefika wakati, wallahi nimeshuhudia mtoto mama yake amemshikia fimbo, anampiga kama kumpiga punda wake. Mama mbaye, mwanangu sitakisha mwanangu gani utakuta leo, mboko zinaendelea, wewe wadhania watarajia lipo kwa Mungu? Hasa Jurayd amwambia, anamtafuta mama yake, na mama ameondoka na hasira, akimwambia ya Jurayd, utatoka katika dunia mpaka fedheha ikufuate, kizaya itakufuata. Huyu Jurayd alikuwa ni mwenye kufanya ibada. Alipokuwa dua ya mama yake imeombwa, na moja katika dua ambazo kwamba la hijaban lah, hazina pazia, ni dua ya mzazi kwa mtoto wake. Hiyo hakuna pazia. Hakikisha akinyanyua mikono kumwomba Allah, wewe hutoboi katika maisha yako. Jurayd akapata mtihani, akaja msichana kama yule, akawa ni mwenye kumtilia fikra mbaya, akamwendea na madoido mazuri na mavazi mazuri, amejipamba vizuri, akamwambia Jurayd, nimekuja nataka kutenda tendo la ndoa kati yangu mimi na wewe.
dua ya mama inakuja kufika hiyo. Jureij akamwambia mimi siwezi kutenda tendo kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ule msichana kwa kuwa dua ya mama imeshaombwa na dua ya mama haipiti patupu, akawa msichana kama huyu akaenda kumtafuta mtunga mbuzi ambaye kwamba yuko katika kibanda chake, kaenda kalala naye kamdunga mimba. Ule msichana akahakikisha nina mimba, akarudi katika mji, akawaambia watu wa mji, mnajua habari iliyoko? Akamwambia hatujui. Akawaambia yule mnaomfanya ni abid, ujifanye shekhe mkubwa, manake yeye huswali tu hatomi nafasi, menidunga mimba bwana. Khizaya ya dua inakuja ya mzazi wake. Wala akamwambia haiwezekana, akamwambia ngojeni, mimi nina mimba jamaa. Ikaendelea, msichana anaonekana na mimba kubwa, jamaa wakaamua wakasema huyu kumbe ni mnafiki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kumbe mko kutudungia wasichana mimba. Jamaa wakamwamulia vibaya, wakamvamia katika kibanda, wakampiga, wakamvunjia kibanda chake. Jureij kwa kuwa yeye ni mwenye kumtegemea Allah, kwa kuwa yeye ni mwenye kuswali kila wakati kumwelekea Allah, alipovunjiwa kibanda chake, watu wakasema ngoja tumuone huyu mtoto. Huyu bwana akamwelekea Allah akisema mimi sitaki kujengewa kibanda, walakin muache mtoto azaliwe, tutamthibitisha kupitia Allah subhanahu wa ta'ala. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Jureij alipozaa msichana kama yule, Jureij akamwambia nileteni, kujeni na mtoto, munipe nafasi nitawadhe, nifanye uzuri udhu wangu, nimwelekee Allah tabaraka wa taala, nimsujudie Allah, nikimlilia Allah alete bayana kwa mtoto kama huyo. Jureij akatawadha, akawekwa mtoto. Alipokuwa amepiga rakaa zake 2, akifika katika sijda, machozi yanamtiririka kumlilia Allah. Anamlilia Allah kwa tendo ambalo kwamba nimelifanya na ambapo sikulifanya, lakini nimezuliwa tendo kama hili. Amwambia Allah, naloliomba ya Rabbi kupitia hii swala, nataka bayana kwa mtoto kama huyu. Kama ni wangu, mtamshe mtoto kama huyu aseme ni mimi nilomdunga mimba msichana kama huyu, na kama si wangu mbainishe nani alidunga mimba. Alipomaliza, ulama wasema Jureij akachukua mkono wake kamweka katika kitovu cha ule mtoto, akamwambia ule mtoto, zungumza baba yako ni nani, sitaki habari ndefu. Kijana akamwambia mama, ewe mama, huyu si aliyekutia mimba, si babangu, babangu ni yule alitunga mbuzi pale. Subhana jalla jalala. Angalia dua ya mama, kufedheheka amefedheheka, hata kama atajengewa nyumba ya mataiz, nyumba ya kila kitu kiko ndani, lakini dua ya mama yake imemfikia, kwa kuwa ndio mzazi aliyekusababisha wewe kuja katika ulimwengu huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, tumekuwa tunawakejeli wazazi wetu. Angalia katika Qur'an imesisitiza watoto wawatendee wazazi wao wawili. Wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amain an ishkur li wal walidayya ilayya al-masir. Kwa hivyo utakuta hata wale mitume walokuja kutumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala waliwaamrishwa watendee wema wazazi wao. Angalia Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam alipozungumza katika maneno yake akasema, ana abdullahi atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakat ma dumtu hayya wa barra. Kaamrishwa kwamba tendea wema wazazi wako, tekeleza ihsani kwa wazazi wako, mbali ya kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yahya aliambiwa hivyo hivyo, wa hanana min laduna wa zakata, ikaendelea wa barra. Kwa kila mtume walikuja kuhusiwa wazazi wao wasiwatendee ubaya, wawatendee uzuri, kwa sababu hii ni amri iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, hii itabakia kwamba wazazi wetu ndio wazazi wetu, na wewe ukioa, ukizaa, ukijukuu, ukishika vitukutuku, bado kwa baba yako utabakia kuwa kijana ila yaumil qiyama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Aqulu astaghfirullah.
الحمد لله رب العالمين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنون فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضا عن الخلفاء الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا واسع العطاء ويا رافع البلاء ويا منزل الشفاء ويا مجيب الدعاء أنزل رحمتك من رحمتك والشفاء من شفائك من كل مرض وسقم وبلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.